Habari wapendwa, karibu tena kwenye chaneli yetu Apenikia Afya ya mama na mtoto. Na kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili elimu hii iwafikie wajawazito wengi zaidi. Lakini leo tutazungumzia mada ambayo huibua maswali mengi sana. Kwa nini wajawazito wanakula sana udongo? Je, ni kawaida? Na kula udongo kuna madhara gani kwa mama na mtoto? Au huenda umewahi kuona au kusikia mjamzito akitamani kula udongo, si ndio? Lakini utakuta mwingine anakula ukuta, chaki na vitu vingine visivyo chakula. Lakini wengine husema ni dalili za ujauzito. Lakini ukweli wa kitabibu ni upi ambao tutaenda kuangalia sasa hivi. Endelea kutazama video hii hadi mwisho wa kipindi hiki. Lakini kula udongo wakati wa ujauzito ni nini? Kama unatamani kujua, ni hali ya kutamani kula udongo au vitu visivyo chakula wakati wa ujauzito, si ndio? Na hii ni hali inayomfanya mtu kuwa na hamu kubwa ya chakula au vitu ambavyo kwa kawaida haviliwi, kama udongo, chaki, majivu, mkaa, karatasi, sabuni, barafu kupita kiasi, kama nilivyowafundisha kwenye video iliyopita. Lakini pia hali hii inaweza kutokea kwa mtu yeyote, lakini huonekana zaidi kwa baadhi ya mama wajawazito. Na kwa nini wajawazito wanakula udongo? Sababu ya kwanza, kuna upungufu wa madini ya chuma. Lakini hii ndio sababu inayohusishwa zaidi kula udongo kwa mama mjamzito. Na wanawake wengi au mwanamke mwenye upungufu wa damu au madini ya chuma anaweza kupata hamu isiyo ya kawaida ya kula udongo, si ndio? Au vitu vingine visivyo chakula. Ndio maana mjamzito anakula udongo na anapaswa kupimwa kiwango cha damu na madini ya chuma kwa haraka. Lakini pia kuna upungufu wa madini mengine mwilini. Na mbali na chuma, upungufu wa baadhi ya madini kama zinki unaweza pia kuhusishwa na tabia ya kula udongo. Lakini mwili unapokosa virutubisho muhimu unaweza kuonyesha hamu zisizo za kawaida za kula vitu fulani. Lakini kuna mabadiliko ya homoni za ujauzito. Wakati wa ujauzito wako homoni hubadilika kwa kiasi kubwa. Lakini mabadiliko haya unaweza kuathiri ladha, harufu na hamu ya kula, na kusababisha baadhi ya wanawake kutamani vitu ambavyo hawakuwahi kuvitamani kabla. Lakini sababu nyingine, tunaangalia sababu ya kisaikolojia na kimazingira. Wakati mwingine mazingira au mila za jamii au kuona watu wengine wakifanya jambo hilo unaweza kuongeza uwezekano wa mama mjamzito kula udongo. Kwa baadhi ya wanawake, kula udongo huwa tabia iliyokuwepo hata kabla ya ujauzito. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza, je, kula huo udongo kuna faida yoyote? Watu wengi huamini kuwa kula udongo kunaweza kuongeza damu au kumpatia mtoto virutubisho. Hata hivyo, kitabibu hakuna ushahidi wa kutosha unaothibitisha kuwa kula udongo ni njia salama au bora ya kupata virutubisho. Badala yake, kuna hatari nyingi zinazoweza kutokea. Kwa hiyo kuna madhara ambayo unaweza kuyapata kwenye kula udongo ukiwa mama mjamzito. Na madhara hayo ni kama kuongeza hatari ya upungufu wa damu, si ndio? Japo watu wengi wanasema kwamba ukila udongo unaongeza damu, lakini hapana. Udongo unaweza kuzuia ufyonzwaji wa madini ya chuma kutokana au kutoka kwenye chakula. Kwa matokeo yake, tatizo la upungufu wa damu linaweza kuwa tatizo kubwa zaidi. Lakini kuna maambukizi ya minyoo na vimelea. Udongo unaweza kuwa na minyoo, bakteria, unaweza kuwa na vimelea mbalimbali, na viumbe hawa wanaweza kuingia mwilini na kusababisha magonjwa ambayo yanaweza kuathiri afya ya mama na mtoto pia akiwa tumboni.